Bila shaka ujambo mtazamaji wa TBR24 Media, na kukaribisha sana hapa tuweze kuzungumza yale ambayo yanazungumzika kwa hivi sasa, na kinachoendelea kwa upande wa kimichezo ni kuhusiana na kile kinachoendelea kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utachezwa siku ya tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Tayari orodha ya waamuzi wa mchezo huo imeshawekwa bayana na bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini mimi hapa nakuja kufahamisha kama pengine hujapata seti ya waamuzi kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao utachezwa pale New Amani visiwani Zanzibar. Kwa kukumbusha wewe ambaye pengine haujui, labda kwa wewe ambaye pia unajua, lakini si mbaya sana ni kukukumbusha seti ya waamuzi ambayo wametolewa kuelekea mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Mwamuzi wa kati ni Nasolo Mwinchui kutoka Tanga, lakini mwamuzi msaidizi yupo Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam, lakini mwamuzi nambari 2 ni Amdan Said kutoka Mtwara, na mwamuzi wa akiba ni Ramadhani Kayoko, lakini pia mdhamini wa waamuzi yupo Israel Mjuni kutoka Dar es Salaam. Hiyo ni seti ya takriban waamuzi watano ambao watasimama ama watausimamia mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba dhidi ya Yanga. Yanga na watakuwa mwenyeji, Simba atakuwa mgeni. Lakini kwa hivi sasa mimi nataka tuzungumzie taarifa ambazo zinazungumzwa za hapa na pale kuhusiana na mwamuzi wa kati Nasolo Mwinchui. Nimeona baadhi ya comment nyingi, nimeona pia baadhi ya wadau wa soka Tanzania wakizungumza kuhusiana na mwamuzi wa kati Nasolo Mwinchui, lakini hapa nataka nikufahamishe tumjue Nasolo Mwinchui ni mwamuzi wa aina gani. Ni mwamuzi ambaye amekuwa na consistency nzuri ya kuendesha ama kusimamia kwenye michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara zaidi ya misimu takriban 7 ya 8. Kwa amekuwa ni mwamuzi ambaye tayari ana experience, anaijua vizuri ligi ya Tanzania, ndio maana akapewa dabi ya Kariakoo. Mara kadhaa tumeona baadhi ya waamuzi wakipewa mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, mmoja wapo ni Ramadhani Kayoko, lakini pia yupo Hamed Arajiga pia naye huwa anapewa mechi za dabi ya Kariakoo, na waamuzi wengine akina Heri Sasi na wengineo wengi. Lakini kwenye dabi hii amepewa Nasolo Mwinchui. Wengi wanasema ni mwamuzi ambaye ana wa favor Young Africans. Inawezekana wakawa sahihi kwa namna moja ama nyingine, ama wasiwe sahihi kwa namna moja ama nyingine. Sababu ambayo kwangu mimi naona hawapo sahihi, ambao wanasema ni mwamuzi ambaye anaipendelea sana Yanga. Nafikiri kinacho mgharimu zaidi Nasolo Mwinchui ni yale maamuzi yale tunasema changamoto ndogo ndogo za kiuamuzi, individual errors, ndio zimekuwa zikimpa wakati mgumu kidogo, kwa maana kwamba kutatua ni wapi anapaswa, labda mchezaji amecheza madhambi anapaswa apewe kadi ya njano ama apewe kadi nyekundu. Kwenye uamuzi ndio kidogo mambo yamekuwa ya kimwendea ubaya, hususan kwenye timu hizi kubwa Simba pamoja na Young Africans. Lakini kingine ambacho kinampa wakati mgumu nafikiri ni namna ambavyo anaenda pressure ya timu zote hizi kubwa mbili, Simba pamoja na Yanga. Mfano msimu uliopita kabisa Nasolo Mwinchui alichezesha mechi nyingi za Yanga kuonekana anapata matokeo ambayo kidogo alikuwa na jenga ukakasi kwa baadhi ya wadau wa soka Tanzania kutokana na yale matokeo ambayo Yanga alikuwa anayapata. Baadhi yao akasema anaipendelea sana Yanga kutokana na kile ambacho kilikuwa kinatokea, lakini hiyo haimaanishi kwamba Nasolo Mwinchui ni mwamuzi mbaya. Ni mwamuzi mzuri ambaye ana beji ya TFF, kwa hiyo anaaminika sana kwenye michezo baadhi. Kwa hiyo binafsi mimi namuona ni mwamuzi ambaye amekuwa na consistency nzuri ya kusimamia michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara, kiachilia mbali makosa madogo madogo ambayo hata waamuzi wengine wa kawaida tunaona wanayafanya, hususan kwenye mechi hizi kubwa Simba pamoja na Young Africans. Lakini pia kwa upande wa Simba nimeona baadhi wakilalamika kwamba anaipendelea Yanga, ndio maana nikagusia kwa upande wa baadhi ya mechi ambazo alizichezesha nyingi za Yanga, zaidi ya mechi 7 mtawalia msimu uliopita, nafikiri kama sio 6. Yanga alikuwa anapata matokeo ambayo yalikuwa anawajengea ukakasi kwa namna moja ama nyingine. Lakini tukumbuke pia Nasolo Mwinchui alishawahi kusimamia ama kuwa mwamuzi wa kati kwenye michezo ya Simba, ambayo Simba pia alikuwa anapata matokeo mingine michezo Simba alikuwa anapata matokeo ya kusuasua, kwa maana kwamba
pengine yale maamuzi ambayo matukio madogo madogo yale ya kuamua kama kuna madhambi yamechezeka, mchezaji anapaswa kupata kadi ya njano ama kadi nyekundu na vitu kama hivyo, ndio vitu ambavyo vilikuwa vinamuonyesha kwamba ni mwamuzi ambaye pengine anaipendelea sana Yanga tofauti na Simba Sports Club. Lakini binafsi nafikiri TFF pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB nafikiri wamekaa kikao na kuzungumza na kutafuta chaguo ambalo ni sahihi, kwa maana chaguzi la mwamuzi ambaye atasimamia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Na mwisho wa siku jina la Nasoro Mwinchoi limeibuka kidedea na ametangazwa. Binafsi ni chaguo zuri kwa sababu hata wengi ambao tunawajua waamuzi bora Tanzania ambao tunawajua washawahi kupewa dabi ya Kariakoo na kuna makosa waliyaonyesha ambayo nimeyazungumzia individual errors. Kwa hiyo kutokea kwa individual errors ni kwa kila mtu, japo unategemea ni makosa gani. Kama ni makosa ambayo pengine timu ilipaswa kunufaika, wewe umeifanya timu inufaiki, kuna watu ambao watakuchukulia kwa upande wa negative. Lakini kama utatatua vizuri, utasimamia sheria 17 za mpira wa miguu, basi utaonekana kuwa ni mwamuzi bora. Kwa hiyo binafsi mimi namuona Nasoro Mwinchoi ni mwamuzi ambaye alistahili kupewa dabi ya Kariakoo kuichezesha, kwa maana Yanga pamoja na Simba tumemwona pia Ahmed Arajiga amepewa zaidi ya michezo mitatu mtawalia ya dabi ya Kariakoo na amesimamia vema. Lakini pia kuna maneno yalizungumza kuhusiana na uamuzi wake. Wapo waliomzungumzia kwa upande wa positive way, wapo ambao walimzungumzia kwa upande wa negative way, wakina Ramadhani Kayoko na wengineo wengi. Kwa hiyo binafsi naona TFF wakisaidizana na bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB wamefanya uchaguzi mzuri wa kumpa Nasoro Mwinchoi mchezo wa dabi ya Kariakoo. Maoni yako ni yapi wewe? Unaweza kadondosha pia hapo komenti yako kuhusiana na seti ya waamuzi wa mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga dhidi ya Simba. Jina langu ni Jeruin Jackson, nyuma kamera alikuwa ni J7. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.